Twende sasa moja kwa moja tuweze kuona pia namna nzuri ya kuweza kupanda hii miche ya mikonge kwenye shamba sasa, baada ya vipimo ambavyo tumeshaweza kuona. Kwenye upandaji wa mche sasa shambani, kitu muhimu cha kwanza kuzingatia ni aina ya mche unaweza kuupanda. Mche wa mkonge ambao uko tayari kuhamishwa kutoka kwenye kitaru kwenda kwenye shamba kupandwa kama hivi tunavyofanya leo, lazima uwe na sifa kuu mbili kama sio tatu. Kwanza, uwe mche bora. Mche bora kwa maana kwamba ambao haujashambuliwa na mdudu. Lakini pili, uweze kuwa na urefu wa kuanzia sentimita 50 mpaka sentimita 70. Yaani ule mche urefu wake uweze kuwa na urefu wa sentimita walau kuanzia 50 au nusu mita kwenda mpaka 70. Huo ndio tunaweza ukawa mche bora wa kuweza kupandwa. Lakini pia sifa nyingine ya tatu, walau uweze kuwa na kilo 2 mpaka 4. Yaani ukiushika hivi uweze kujiridhisha kwamba una kilo 2 mpaka 4. Sifa nyingine ya kuongezea, uwe na afya nzuri, yani uwe na afya bora. Usiwe tayari kwenye kitaru umeshaanza kushambuliwa na wadudu na vitu vingine. Lakini pia kwenye ukataji, wa huu mche wenyewe tunaozungumzia ni kama huu. Huu mche ukiupima hapa tayari umeshaweza kufika urefu wa sentimita 50, na ukiuangalia hata kwa uzito tayari una kilo 2 na zaidi. Nikishika hapa nasikia kabisa ni mzito, yani mkono wenyewe una hang kidogo. Kwa hiyo tayari umeshaanza kuwa ni mche mzuri. Lakini ukiuangalia pia hata ukiuangalia vizuri ni kwamba una afya nzuri, hauna wadudu wala hauna shida nyingine. Lakini kitu kingine pia kwenye uchimbaji, hakikisha kwamba wanavyochimba huu mche huku chini kuna kitu tunaitwa kitunguu ambacho ndio kinabeba mizizi au kinazalisha mizizi ya huu mmea, wasiweze kuikata. Wasiweze kuikata kwa sababu watakavyoweza kukikata kile kitunguu hautaweza kuja kukua vizuri tena, huku utaanza kupitia shida na unaweza hata ukafa. Lakini pia huwa wanashauri kitaalamu, ukishaung'oa huu mche kabla ya kuhamishia kwenye shamba kama tunavyofanya leo, uweze kukaa walau wastani wa wiki 1 mpaka 2 kabla ya kuweza kupandwa tena, ili hata ile mizizi ya awali iliyokuwa kwenye kitaru kule, iliyokuwa nayo kwenye kitaru iweze kunyauka. Au kama una muda unaweza ukaichonga hii mizizi baada ya kuwa umeshaivuna. Kuna wengine wao wanaichonga kabisa hii mizizi, wanaitoa yote, wanaacha kitunguu peke yake, ili ikija kwenye main field iweze kuanza na mizizi yake mipya. Lakini sisi leo hatukuchonga, kwa maana hiyo tuliacha ikakaa wiki 2 ikanyauka kabisa. Kama unavyoweza kuona imeanza kunyauka, hata ukishika hivi inakatika yenyewe, kama unavyoweza kuona inakatika yenyewe. Kwa hiyo tukipanda, maana yake itaweza kutoa mizizi mipya. Kama unavyoweza kuona ilivyokuwa imekaa yenyewe, tayari ilikuwa imeshaanza kuanzisha kutoa hii mizizi mipya. Kwa hiyo hii hapa mengine. Kwa hiyo ukiweka kwenye main field kwenye shamba kama leo unavyoweza kuwekwa, itachukua muda mfupi kuweza kukua. Tofauti na ingekuwa na hii mizizi yake, kwa sababu hii mizizi yake tayari tumesha disturb kule, tumeikata, kuja kukua huku tena ni ngumu. Kwa hiyo kinachofanyika, kwa sababu kitunguu chake kipo ambacho kinazalisha mzizi, maana yake ukiweka hii imeisha kufa, itaanza kuota mipya, kwa hiyo itashika kwenye shamba kwa haraka. Jambo lingine ni upigaji wa mashimo. Tumesema tunapanda double row kama unavyoweza kuona hapa. Kwa hapa mpaka hapa ni mita 1. Lakini hapo awali niliwaeleza kwamba mmea wa mkonge ukiwa mkubwa au ukiwa unakuwa, jani lake lile jani la mmea wa mkonge kuna linalofika mpaka mita 1.2, yani sentimita 120. Sasa ukipiga shimo hapa, ukaja ukapiga na shimo hapa, maana yake ni kwamba, kumbuka hii ni mita 1 tu, maana yake ni kwamba hii mimea ikisha kuwa jani lake likiwa sentimita 50 na hii ikiwa sentimita 50, tayari atakutana hapa. Sasa akishakutana hapa,
Maana yake kwamba hata palizi ya chini huku itakuwa ni ngumu, kwa sababu ikishakuwa huku chini pia kwenye hii mita moja na mita moja kwenye hapa katikati unahitaji pia kufanyiwe palizi na huduma nyingine, kama kuna uwekaji wa mbolea na vitu vingine, kupigaji wa dawa na vitu vingine. Sasa ambacho tunafanya ili angalau kuipishanisha, hapa tunaanza kwenye kipimo chetu kabisa, ambako kuna huu mti, utachimba shimo lako hapa, lakini unavyokuja kwenye mstari wa pili sasa, ambao ni huu hapa, sawa, unaotengeneza daboro yako, utaingia ndani sentimita 50 au nusu mita hapa, kama unavyoweza kuona wameweka huu mche hapa na shimo wamechimba, ili sasa hii ikiwa hapa na hii ikiwa hapa, hata ikikuwa majani yake yaweze kupishana, kwa sababu hii majani yanaweza akawa yakapitiliza kuja huku na hii ikikuwa majani yakapitiliza kwenda huku. Kwa hiyo hata kama kutakuwa kuna kuingiliana, hakutakuwa kwa wingi kama ambavyo tungeweka hapa na tungepanda mwingine hapa ikawa imefuatana. Kwa hiyo tunapishanisha kidogo kuliko ungeweza kuweka shimo hapa na shimo hapa, maana yake ingekuwa rahisi kushikana. Ukiingia ndani kidogo kwa huu pili ukaweka kwa nusu mita au sentimita 50, kidogo utatengeneza upishano wa majani wakati inakuwa. Kwa hiyo hicho ni kitu kingine pia cha kuzingatia, kama unavyoweza kuona hapo walivyoweza kuchimba shimo. Kwenye huu mstari wa kwanza wameanzia kabisa kwenye kijiti au kwenye huu mti pegi hapa, hapa wakaweka mita moja, wakaenda hapa wakaweka mita moja, na hapa pia ni mita moja mpaka kule kwenye mita 50. Kwa hiyo hii michi unaweza kuiona imelazwa hapa, unaweza kusema kwamba iko miche 50 mpaka kule mwisho, kwa sababu hii ni mita 50. Ukija kwenye mstari wa pili hapa, maana yake wameingia ndani sentimita 50, na maana nusu mita, wameanzia hapa wamekwenda vivyo hivyo mpaka kule mwisho. Kitu kingine ni idadi ya miche kwenye ukubwa wa shamba lako. Kwa hiyo utaweza kupiga hesabu mwenyewe kulingana na ukubwa wa shamba lako, kama nilivyoweza kueleza kwamba ekari moja kama unapanda daboro, kwa hizi spacing au kwa hivi vipimo ambavyo nimeweza kueleza, utahitaji miche 1600. Kwa hiyo kama unapanda ekari 2 utazidisha 1600 mara 2, unapanda ekari 3 utazidisha 1600 mara 3, vivyo hivyo mpaka ekari 10. Kwa hakikisha una mche bora. Nimekusha kufundisha mche bora ukoje, au nimekusha kuelekeza. Hakikisha una idadi sawa na ukubwa wa shamba lako. Nimekusha kusema kwamba ekari moja ni miche 1600. Hatua inayofuata baada ya hivyo vitu vyote, basi ni kuweka wasaidizi au vibarua ili waweze kupiga mashimo kulingana na vile vipimo ulivyokwisha kufanya. Unaweka kamba, wanapita, ile kamba inakuwa na nafasi ya mita moja kwa mita moja, imekuwa imeshapimwa. Unaweka vifundo kabisa ili siweze kuwawia ngumu, na kamba inasaidia pia kwenye kunyoosha. Kwa hiyo kwenye ule upana wa mstari wako, ule urefu wa mstari wako ambao una mita 50, na ile kamba pia itakuwa na mita 50. Kwa hiyo itakitwa mwanzo, itakitwa na mwisho wa mstari. Kwa hiyo na katikati hapo imefungwa vifundo kama unavyoweza kuona vya mita 50. Kwa hiyo watakuwa wanapita, wanapiga shimo kwenye zile alama au vifundo vya ile kamba. Huku kwenye mkonge huwa wanaita nyororo. Kwa hiyo sio lazima uwe na nyororo kama nyororo. Unaweza kutumia pia kamba, lakini umevifunga vifundo vya mita moja, umefunga vifundo vya mita moja ambayo ni nafasi kati ya mmea mmoja na mmea mwingine. Kama unavyoweza kuona kamba hiyo hapo wanaoitumia imeweza kupimwa kwa vipimo hivyo. Baada ya hapo, baada ya kumaliza kupiga mashimo, wanasambaza mbegu kama unavyoweza kuona kwenye yale mashimo ambayo wamekusha piga. Wakimaliza kusambaza mbegu na wamaliza kupiga mashimo, kinachofuata ni upandaji, yani kuchukua ule mche sasa kufukia kwenye lile shimo. Kwa hiyo utaweza kuona namna nzuri pia ya kufukia. Ukishamaliza kufukia, maana yake tayari umeshapanda mkonge wako au mche wa mkonge kwenye shamba. Kwa hiyo zoezi letu litakuwa limeisha. Tumeweza kuona na kuelekezana namna nzuri ya kuweza kupanda mche wa mkonge kwenye shamba.
Nawashukuru sana, naomba tuwe pamoja kwenye vipindi vyetu vijavyo. Asanteni sana.